Bwana, kama tunavyofahamu mara baada ya klabu ya Yanga kuweza kutamatisha ratiba ya mchezo wa ligi kuu kati yao dhidi ya timu ya JKT Tanzania, ambapo mchezo uliweza kutamatika kwa klabu ya Yanga kuweza kuibuka na ushindi mnono wa chuma 5-0 pale kwenye dimba la KMC Complex. Sasa kibarua kinachofuata mbeleni kwa klabu hiyo ya Yanga ni mchezo wa Kariakoo Derby kati yao dhidi ya watani zao wa jadi Simba Sports Club, ambapo hapa Yanga atakopo nyumbani na mchezo umehamishwa kutoka dimba la Benjamin Mkapa na kupelekwa pale visiwani Zanzibar. Mchezo unatarajiwa kufanyika Machi 1 kwenye viunga vya New Amani Complex kwenye majira saa 3 kamili za usiku. Sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo huu hapo mapema kocha mkuu wa klabu hiyo ya Yanga Sports Club hapa anamzungumzia kocha Pedro, yeye amekushaweza kuweka wazi ya kwamba kikosi chake hiko kitakuwa kuna mabadiliko makubwa kuelekea kwenye mchezo huo kati yao dhidi ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo amesema ya kwamba kuna nyota muhimu watakaokosekana kwenye mchezo huo kufuatia na sababu mbalimbali, ikiwemo baadhi yao wakiuguza majeraha yao, lakini pia baadhi yao wakiwa wanaendelea kujiweka fiti mara baada ya kutoka kwenye majira yao. Sasa kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro, yeye amekushaweza kukiweka wazi kikosi chake cha kwanza ambacho atakwenda kuanza nacho dhidi ya watani zao hao wa jadi. Hapa nizungumzia timu ya Simba Sports Club kwenye mchezo wa Kariakoo Derby Machi 1 pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Kikosi hiki niko nacho hapa mwana michezo wangu, nitakuja kukusogezea moja kwa moja ili nawe uweze kukifahamu kocha mkuu wa klabu ya Yanga anaingiaje kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby, ikiwa hii ni dabi yake ya kwanza tangu aweze kuchukua mikoba kama kocha mkuu ndani ya kikosi hiko cha wananchi ama Yanga Sports Club. Sasa kabla sijakusogezea kikosi cha kwanza ambacho kocha huyo mkuu wa klabu ya Yanga Pedro ameweza kukiweka wazi ndicho kitakuwa kikosi cha kwanza kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club kwenye Kariakoo Derby, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa mwana michezo wangu. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa, swala ni jepesi kabisa mwana michezo wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe, kisha hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu nambari 1 kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Hautaka kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukusogezea taarifa mpya ya kimichezo. Na jukumu lako mama linasalia kuwa jepesi kabisa mwana michezo wangu, kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekusogezea wewe moja kwa moja kupitia Bongo Vibe TV. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukusogezea hapo awali. Kama ninavyofahamu mchezo wa Kariakoo Derby zilisalia takriban siku 2 pekee ili kuweza kukutanisha timu hizi kubwa kutokea pale Kariakoo, timu ya wekundu wa Msimbazi Simba wakicheza dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Lakini hapa Yanga atakuwa nyumbani, ndio maana mchezo wake ameamua kupelekea pale visiwani Zanzibar, ambapo ndipo watakwenda kucheza mchezo huo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Sasa katika michezo 6 ya mwisho ambapo timu ya wekundu wa Msimbazi Simba na Yanga walipoweza kukutana, hapa ndio matokeo ndani ya dakika 90 ambapo timu hizi zimeweza kukutana kwenye michezo 6 ya mwisho katika michuano mbalimbali. Klabu ya Simba ameweza kupasuka michezo yote 6 ambayo waliweza kukutana dhidi ya mtani wake wa jadi Yanga Sports Club. Simba walikutana na Yanga kwenye ligi kuu, mchezo ulitamatika kwa Simba kupasuka chuma 1-5, lakini pia Yanga akaja tena kuifunga timu ya Simba chuma 2-1. Baada ya hapo Yanga akaja kuifunga tena timu ya Simba chuma 1. Baada ya hapo Yanga akaja kuifunga tena Simba chuma 1-0. Yanga kaifunga tena Simba chuma 2-0, lakini pia akaja kuifunga tena chuma 1-0. Hii ilikuwa ni ile michuano ya ngao ya jamii.
Sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo huu hapo, kuhakikisha klabu Yanga anaenda kuweka rekodi yake sambamba isiweze kuvunjwa na timu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, kocha mkuu wa klabu Yanga bwana Pedro amekwisha uweza kukitangaza kikosi chake cha kwanza ambacho ndicho kitakwenda kupambania alama 3 muhimu kwenye mchezo kati ya timu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi yao. Niko nacho hapa na mimi nakusogezea moja kwa moja ili nawe uweze kukifahamu. Bila kupoteza muda, twende tukakitazamia sasa hiko kikosi ambacho kocha mkuu wa klabu ya Simba wa klabu ya Yanga bwana Pedro amekiweka hadharani, ndicho kitakoje kwenda kuanza dhidi ya watani zao hao wa jadi. Golini ni golikipa Djigui Diarra, beki nambari 2 ni Israel Patrick Mwenda, beki nambari 3 Mohamed Hussein Zimbo Junior, beki nambari 4 na beki nambari 5 Ibrahim Abdullah Baka na Dickson Jobu, kiungo nambari 6 Mohamed Damaro, winga nambari 7 Max Nzengeli, kiungo nambari 8 ni Duke Abuya, huku mshambuliaji kinara ni Aurelio Depu, kiungo mshambuliaji nambari 10 hapa si mwingine bali ni Starboy Alan Okero, na winga ya kushoto si mwingine bali ni mchezaji Buba Jamei. Ni hayo mwana mchezo wangu nilikuwa nakusogezea ili uweze kufahamu. Kama una maoni yako njoo tuandike kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.